Tunapozungumzia magonjwa yasiyo ya kuambukiza, haya ni aina ya magonjwa ambayo hayawezi kuambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na tunapozungumzia magonjwa ya akili, ni magonjwa ambayo hata nikisimama na mtu ambaye ametambuliwa kuwa na ugonjwa wa akili, na maana siwezi kuyapata kwa njia ya maambukizo yoyote, isipokuwa yanatokana na sababu mbalimbali zikiwemo mabadiliko katika mfumo wa akili. Tunapokuwa na hayo mabadiliko, vinasaba na mwingiliano wa mazingira vinachochea sasa yale mabadiliko yatokee. Kwa sababu tunapozungumzia ugonjwa wa akili, ugonjwa wa akili ni mabadiliko yanayotokea katika mfumo wa akili, ambapo yanatokana na mwingiliano wa vinasaba na mazingira mtu alionayo, na kupelekea sasa mabadiliko katika tabia, hisia, katika pia mwitikio wa mwili na katika pia fikra za mtu. Sasa yale mabadiliko ndo wengine tunaona kwamba mabadiliko sio ya kawaida. Kwa hiyo na yule mhusika anakuwa katika hali ya kupata mfadhaiko na pia kushindwa kufanya kazi zake za kila siku. Kwa hapo tunasema huu ni ugonjwa. Lakini afya ya akili ni ule ustawi wa mfumo wa akili. Kwa hiyo tunapokuwa katika hali nzuri ya ustawi wa mfumo wa akili, tunaona kabisa kwamba na utendaji kazi wake ukienda vizuri, na maana huyu mtu anaweza akafanya mambo yake kama kawaida, na anaweza kiwango chake cha mfadhaiko kikawa ni kiwango ambacho anaweza kukidhibiti, lakini anafurahia maisha na anakuwa na uthabiti. Kwa hiyo tunapozungumzia sasa magonjwa ya akili, yako zaidi ya 200. Licha ya kwamba katika jamii yetu wengi wanafahamu ile aina ya kuchanganyikiwa, lakini yako magonjwa zaidi ya 200. Yako magonjwa ambayo yanaambatana na masuala ya hisia, mabadiliko ya hisia, kwa mfano magonjwa ya sonona, bipolar. Yako magonjwa ya matumizi ya vilevi, tunapotumia kwa mkupuo mara moja kwa wingi, au tunapokuwa katika hali ya utegemezi, au tunapoacha tunapata maumivu na ile hali ya uraibu. Lakini pia kuna magonjwa yanayotokana na mabadiliko mbalimbali ya mfumo wa akili, ambayo sasa ndio yanapelekea mtu kukosa uhalisia. Lakini afya ya akili ni ule ustawi wa mfumo wa akili. Kwa hiyo tunapokuwa katika hali nzuri ya ustawi wa mfumo wa akili, tunaona kabisa kwamba na utendaji kazi wake ukienda vizuri, na maana huyu mtu anaweza akafanya mambo yake kama kawaida, na anaweza kiwango chake cha mfadhaiko kikawa ni kiwango ambacho anaweza kukidhibiti, lakini anafurahia maisha na anakuwa na uthabiti. Kwa hiyo tunapozungumzia sasa magonjwa ya akili, yako zaidi ya 200. Licha ya kwamba katika jamii yetu wengi wanafahamu ile aina ya kuchanganyikiwa, lakini yako magonjwa zaidi ya 200. Yako magonjwa ambayo yanaambatana na masuala ya hisia, mabadiliko ya hisia, kwa mfano magonjwa ya sonona, bipolar. Yako magonjwa ya matumizi ya vilevi, tunapotumia kwa mkupuo mara moja kwa wingi, au tunapokuwa katika hali ya utegemezi, au tunapoacha tunapata maumivu na ile hali ya uraibu. Lakini pia kuna magonjwa yanayotokana na mabadiliko mbalimbali ya mfumo wa akili, ambayo sasa ndio yanapelekea mtu kukosa uhalisia.